Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni Oktoba 1, siku ya Jumatano, mada ikisema uwe hodari. Soma Yoshua sura ile ya kwanza aya ya 7 hadi ya 9. Kwa nini Bwana alihitaji kumsisitizia Yoshua mara mbili kwamba ilimpasa awe hodari na moyo wa ushujaa? Kazi iliyowekwa mbele ya Yoshua ilionekana kuhusisha changamoto zilizozidi kiasi. Kuta za miji ya Kanaani zilionekana kutoshambulika na wakazi wa nchi walifunzwa vita. Kwa kulinganisha, Waisraeli wahamahamaji sahili hawakuwa hata na nyenzo za vita za kizamani kwa ajili ya kukabiliana na kuta zilizoimarishwa dhidi ya maadui. Historia inatuambia kwamba hata Misri, dola iliyokuwa na nguvu sana wakati ule, isingeweza kutoa hata unyayo mmoja wa Kanaani. Licha ya hivyo, wito wa kuwa hodari na moyo wa ushujaa hauhusishwi hapa na hamasa ya vita tu au mikakati ya vita. Ushujaa au ujasiri na nguvu vinahitajika katika kudumu katika uaminifu kwa Torati na matakwa yake mahususi, ambayo iliyobainisha agano la Israeli na Yahwe. Soma Waefeso sura ile ya 6 ya 10 hadi 18. Japokuwa leo hatuhitajiki kushiriki kwenye mapambano ya kivita, tunawezaje kutumia maneno haya yanayotia moyo aliyopewa Yoshua katika mapambano yetu ya kiroho ya kila siku? Leo, katika kukamilisha utume walioaminiwa na Kristo, Wakristo wanakabiliana na changamoto kama zile zile za Yoshua. Yaani, wanatakiwa kufanya vita dhidi ya mielekeo yao ya uovu, dhidi ya falme, mamlaka na wakuu wa giza hili, na dhidi ya majeshi ya uovu. Kama Yoshua, wao pia wanayo ahadi inayothibitisha ya kuwepo kwa Kristo. Mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mathayo 28:20. Kama ambavyo kuwepo kwa Bwana kuliko watia moyo kulivyotosha kufukuzia mbali hofu za Yoshua, vivyo hivyo yapasa kutoshe katika kuondoa mashaka na fadhaa zetu leo. Changamoto kwetu ni kumjua Bwana vema kiasi cha kutosha kumtumainia yeye na ahadi zake kwetu. Hii ndiyo sababu zaidi ya jambo lingine lolote, tunahitaji uhusiano huo binafsi na yeye. Swali muhimu sana kwetu leo halina tofauti na kile alichokabiliana nacho Yoshua. Tunawezaje kudumu kuwa waaminifu kwa kile ambacho neno la Mungu linakisema, hata pale ambapo hakionekani kupendwa na watu au kufaa kufanyika hivyo? Hii ni Oktoba 1, siku ya Jumatano, mada ikisema uwe hodari. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya mada hii nzuri ya siku ya leo, siku ya Jumatano. Katika mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, somo la kwanza linalosema mbinu kwa ajili ya mafanikio. Mungu atubariki sote.